Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Ian Zakaria, mkazi wa Mwanza, mtaa wa Buhongwa Magharibi, amefariki mara baada ya kuangukiwa na jiwe alipokuwa akiendelea na shughuli za uchimbaji wa muramu. Mawengi TV imezungumza na mwenyekiti wa mtaa huo Bwana Alfred Kimwaga ili kujua undani wa tukio hilo. Mimi mwenyekiti wa mtaa Buhongwa Magharibi katika jiji la Mwanza. Huyo mwananchi kile imetokea leo saa 5 asubuhi. Mwananchi huyo alikuwa kwenye eneo lake ambalo pembezoni mwa mlima, pembezoni mwa nyumba yake kuna mlima pembeni hapo, na alikuwa chimba mora mwili kwa ajili ya kujikimu yeye na familia yake. Mama anachimba hapa nauza. Sasa ameendelea kufanya shughuli hizo, mimi nikiwa nipo kwenye shughuli zangu zingine za kawaida nje ya mtaa, nikapigiwa simu na wananchi kuwa kuna tukio la mwananchi wako huku kadondokewa na jiwe baada ya kuchokonoa lile jiwe akiwa anatoa moram na lile jiwe likashuka. Mara baada ya kutokea kwa tukio hilo, hasa ni taratibu gani ambazo zilichukuliwa? Kama kawaida tulijitarifu jeshi la polisi lilifika kwa wakati na jeshi la uokoaji zimamoto lilifika kwa wakati, wakajaribu kunusuru maisha yake kwa sababu jiwe lilikuwa ni kubwa, hivyo ikawa ni bahati mbaya yule baba akawa amefariki. Yaani kweli wananchi wangu nimeendelea kuwahusia, hususan wale imani, nimekuwa tukikaa nao mara kwa mara kuambia kuwa kwanza moja, tumekuwa tukiwaelekeza kuwa milima hiyo ambayo ni milima ya mawe ni milima hatarishi, kwa maana ya kuwa wasiendeleze shughuli zozote zile za kuvunja mawe wala kuchimba moram, sababu tayari ni milima ambayo inaweza ikadondoka wakati wowote. Lakini wakati huo mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mwanza alishatoa waraka kwa wananchi na tulishafikishia wananchi kuwa zile shughuli zozote za uvunjaji wa mawe wala uchimbaji wa moram. Lakini naendelea kuwa kila napopita vikao vyangu wananchi naendelea kuambia waache shughuli hizo. Hata huyu ambaye tukio limempata nilimwita ofisini niwe zaidi ya mara 2 nikimuonya kuwa asifanye shughuli zozote zinazotokana na uvunjaji wa mawe au utoaji wa moram katika maeneo hayo. Kama unavyojua wananchi wetu ndivyo hivyo, wakati mwingine unatoa elimu wanaipata lakini hawaizingatii. Lakini sisi viongozi pia hatuachi kutoa elimu. Tunaendelea kutoa elimu na tunaendelea kutoa elimu, tunaendelea kuwapa elimu yani mpaka pale watakapofikia tu watakapokuwa wametuelewa. Kwa takwimu fupi tu mwenyekiti, mpaka kufikia wakati huu ni idadi ya watu wangapi ambao wamekwisha kuathiriwa na eneo hilo ambapo wanafanyia shughuli hizo? Hapana, kwenye mtaa wangu mimi ni tukio la kwanza. Sawa, shukrani sana. Mimi ni Diana Masai na hii ni Mawengi TV.